Praise God. As we are just standing, I want us to welcome our teacher of today, Brother Ken, in Jesus' name. Can you appreciate him kwa makofi? Tunapokuja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. You can have your seats in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi tuko hapa? Kama unabeba mkono huko hapa. Wangapi tuko kwa nyumba ya Mungu? Amen. Tupigie makofi kwa sababu tuko kwa nyumba ya Mungu. Kuna mtu ametafuta kuwa kwa hii nyumba hajaonekana. Kuna mtu ametafuta kuwa hapa lakini hajaonekana. Lakini kwa ajili ya uwezo wa Mungu, yeye because of him. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa juma hili lote. He has been with me, with my family. We appreciate for that and we give glory to him. Because bila yeye hatuwezi. We are moving because of God. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, we are moving because of God. Umwambia mtu, Brother Benson sijaona, umwambia nani? Na anaambia nani? Umwambia, if you talk to somebody, he has to listen to you. If he's not listening to you, there's no communication. Bwana asifiwe. Ambia mtu, ninaenda kwa ajili ya uwezo wa Mungu. Nataka ufungue Biblia yako katika Genesis. Where we came from. Bwana asifiwe. Genesis. Pastor anasema before Exodus ianze kulikuwa na Genesis, Genesis. Nani alianza tu kutoka without Genesis? You started just Exodus. But you started somewhere. Bwana asifiwe. That's Genesis of your life. The journey. Salvation is the journey. Bwana asifiwe. It's the journey. The Exodus chapter 26. Yeah? Genesis. I'm talking about Genesis. Exodus nilisema you cannot start without Genesis. You cannot go out without that Genesis. Kuanzia mstari wa 12. Mpaka verse 26.
Wangapi wako na Biblia? Kama uko kanisani unakosa Biblia na asubuhi Blue Band inapita kwa vitu fulani zile mnazijua. Wangapi wanayo? Nifungulie hiyo yako iko paka na Psalms. Teacher. Iko complete eh? Kama una Biblia kadogo you have a problem. Najua umetafuta Genesis na utaipata. Amen. Continue. Amen. Kitabu ni cha Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 12 hadi 26. Biblia inasema, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa 100, 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, vile visima vyote walivyovichimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye. Wafilisti walikuwa wamefikia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. 17. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi kati bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimba visima vile, visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifikia baada ya kufa kwa Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. 19. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. 21. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akaita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akaita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka huko mpaka Beersheba. 24. Bwana akamtoa usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubariki na kuzidisha uzao wangu kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. 26. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzazi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake, na Bwana abariki maandiko. Amen. Yini msomaji makofi kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your word. We love you, Father, because you be magnified, be glorified in our presence, Lord. Thank you, Father. Impact something in our life through this word, O King of Glory. Be glorified, be magnified in the name of Jesus. Thank you, Father, because you're worthy. Let ones that those who are hearing this word, my Father, let it open our minds, open our inner man, open our eyes, O God. May we see you working in us in the name of Jesus. Thank you, Father, because you're worthy. In the mighty name of Jesus, I do believe. Amen. I think umeelewa kitu fulani pale, na ulikuwa unafuata msomaji kwa unyo. Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye anaitwa Ibrahimu, kuna mtu ambaye anaitwa Yakobo, kuna mtu ambaye anaitwa Isaka. Hao watu wote ni jamii moja. Bwana asifiwe. Ni jamii moja
ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Jamii moja ambayo imetegemewa na Mungu. Unajua kuna watu hapa duniani lazima Mungu anawategemea. Bwana asifiwe. Anategemea, anasema yule ndugu, yule dada, yule mama, yule mzee ako na reason ya kuishi. Bwana asifiwe. Ako na sababu ya kumtukuza. Ndiposa unapata kwamba hii jamii moja kulikuwa na jina moja Ibrahimu. Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo. Hii ni kizazi kimoja ambacho kazi yake ilikuwa ni kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Na tunaongea kunena kuhusu visima, ambayo visima hivi mababu zao, babu yake Isaka alikichimba. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ambaye ni Ibrahimu. Ibrahimu ni baba yake Yakobo. Yakobo ni baba yake nani? Tuko darasani. Yakobo ni baba yake nani? Guza mwenzako, tingiza mwenzako hivi. Sitaki kuslap, akilala ndio itabidi ufanye hivi. Lakini tingize hivi. Bwana asifiwe. Yakobo ni baba yake nani? Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka. Yakobo baba ya nani? Sema kwa nguvu. Niwaache muendelee hivyo ama tusonge mbele. Tusonge mbele, msijibu ile nitafuta. Bwana asifiwe. Isaka ni babake nani? Yakobo. So nitakupa mtihani. Next tukikutana hapa kesho, tutakutana kesho Sio mbali. Nashukuru Mungu sio mbali. Tutakutana kesho. Tukutana kesho unipe jibu ya baba yake. Yakobo ni baba ya nani? Ibrahimu ni baba yake Isaka. Isaka ni baba yake Yakobo. Na hii ni kizazi cha mtu mmoja. Bwana asifiwe. Hata kweli kuna kizazi kinafuatana. Bwana asifiwe. Niambie mtu atakutajia nilitoka nyumba fulani kwa nyumba fulani mpaka anamalizia pale anajua. Bwana asifiwe. Hapo tunapata kwamba Isaka alipata visima vimechimbwa lakini vimefunikwa. Bwana asifiwe. Zilikuwa zimechimbwa lakini wakati walijua kuna mtu atainuka zikafunikwa. Bwana asifiwe. Na visima hivi vilivyofunikwa kukawa na shida, Isaka hakuwa na amani. Bwana asifiwe. Ni kama wewe tu vile unakosa amani wakati kitu fulani hakiendi sawa. Wakati umechimba, maybe umetaka maji na ukapata yule mtu wa water amekuja amefunga maji. Unasikia namna gani? Nakwambia leo hautakunywa maji. Wewe unasikia namna gani? Wakati kuna siku nyingine mchungaji alisema I hope it will not come. Bwana asifiwe. Alisema siku moja maji you will buy 1020 liters jerrycan. It will not come. I pray that. Lakini kikuja kutimia you are going to suffer. Bwana asifiwe. Kama kisima inaweza fanya vile Isaka alifanya, akang'ang'ana akaanza kufufua vile visima. Alipofufua hivi visima kukawa na pingamizi. Bwana asifiwe. Once kuna pingamizi kwa kitu, hakuna way forward. The one who has a vision ndiye anatafuta way forward. But the one who doesn't have a vision atafuti njia ya kusonga mbele because yeye haoni kenye mtu anachimbua ile kisima ni kwa nini. Bwana asifiwe. So kisima vikawa vilifanya nini? Vimefunikwa. They were closed. It means they were there but they were closed. Zilikuwa zinafanya kazi wakati ule, lakini wakati alijua sasa Ibrahimu amekufa, kijana wake ndiye anakuja, waacha tuzifunike. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kija kwanza Isaka alipanda mbegu. First of all, he planted a seed. Wangapi wanajua mbegu? Unajua mbegu gani? Ya 310. Hapa kuna. Sikia na nipeleka kwa Giriki sasa tutaenda tu. Unasema? That's a strange name, Bwana asifiwe. So, Isaka kitu kwanza alifanya, alipanda mbegu. He planted a seed. If you want to do anything in your life, you must plant a seed. If you don't plant, it will not germinate. Bwana asifiwe.
Isaka alipanda mbegu, making sure that anapopanda mbegu there's a way forward. Bwana asifiwe. He planted a seed. Alipopanda mbegu inasema kwamba he gave it, alipata mavuno ya 100%. Nani Kenya hii ashapanda hivyo akapata 100%? Hata our president alikuwa na maswali sana siku moja akisema yeye akona shamba kubwa sana hapa Kenya, lakini hawezi toa mahindi ya 200 million bags. Lakini kuna mtu mmoja anaweza toa 200 million bags kwa nini kwa shamba yake. Lakini president anasema akona shamba kubwa sana lakini hawezi toa mahindi. Hapa napata kwamba Biblia inasema kwamba Isaka alipata 100%. Bwana asifiwe. Because he planted a seed. Once you want to dig a well, first of all you must plant a seed. Bwana asifiwe. If you cannot plant a seed, there is no germination. Hakuna kumea na kusonga. So Isaka kitu alifanya kwanza, Biblia inasema he was blessed. After that, before he being blessed, he did what? He planted a seed. Verse 12. Then Isaac sowed seed in that land and received in the same year 100 times as much as he had planted. Bwana asifiwe. 100 times. Jinsi alivyokuwa amepanda. Mtu anapanda mahindi gorogoro moja, anataka avune 1,000 bags. You'll be lying to us. Bwana asifiwe. Wewe anza kucount gorogoro moja. Obvious you have never done that in mathematics. Bwana asifiwe. Gorogoro moja sijui kihesabu mahindi moja si inabeba mahindi ngapi. So kila ambacho unapanda you have to harvest it. Bwana asifiwe. So unapata kwamba Isaka alipopanda kitu ya kwanza visima vilikuwa vimefungwa. Akapiga hesabu akasema what am I going to do ndio hivi visima vianze kuonekana. Bwana asifiwe. He planted a seed. Walipoona mafanikio kwake they started accusation. Bwana asifiwe. Walianza kunungunika, wakaanza kuongea, na Isaka kinafanya kwamba he had been blessed, he had prosperity, and he was attention of his neighbors and turned them into enemies. Bwana asifiwe. Alikuwa alert with his enemies na akakuwa obvious. Ukiwa Mkristo na you are not sensitive. Nakumbuka nilikuwa nimesahau message mchungaji alihubiri, lakini kuna mtu alinikumbusha kwa simu akasema kwamba I didn't saw it but there was a blanket. Bwana asifiwe. So obvious walisema watakuwa na macho watafanya, lakini baadaye akasema nimeona, which means there was a blanket. Alipofungua macho akaona vizuri, pasi ikatoka. Bwana asifiwe. So unapata kwamba Isaka alikuwa katika hali ya kutafuta kila ambacho ni cha kwao. Bwana asifiwe. Hivi visima vilichimbwa na baba yake, na alikuwa na haki ya kung'ang'ana mpaka virejeshwe. Bwana asifiwe. So he struggled, akang'ang'ana, akasonga hatua kutafuta vile visima vitafunguliwa. Na visima hivi alipofika mahali akaona, nataka tusome mstari wa 13. And then the man became great and gained more and more until he became very wealthy and distinguished. Bwana asifiwe. Akawa mtu ambaye ana utajiri mwingi. Aliendelea na kukaa, akawa na utajiri mwingi. Kwa mfano, wakati Yesu alipoingia Yerusalemu walimsifu. Bwana asifiwe. Walipoingia akianza kuhubiri watu walimsifu. Lakini wakati walianza mafanikio ndani ya maisha ya Yesu wakaanza nini? Kurudi nyuma. Bwana asifiwe. So hapa Isaka alipoanza kukua mbarikiwa, kuna kitu kilianza kufanyika. Alianza kurudishwa, maadui wakaanza kuona. Those who were friends, they started becoming enemies. So once you are digging a well and you have planted a seed, that seed, when the time is going to germinate, enemies are going to rise up. Bwana asifiwe. If you are not going to plant a good seed, don't harvest what you did planted. Bwana asifiwe. Mtu akasema hivi, if you want to get respect, you plant that respect. Bwana asifiwe. If you want to grow spiritually, you plant spiritually. Bwana asifiwe. I think if you want to grow spiritually, stick to pastor. Bwana asifiwe. And those people can make you to move forward. Sasa unapata kwamba you want to grow spiritually, but njia zenye umeenda they are not going the way God wants. Bwana asifiwe.
asiende kulingana na mapenzi ya Mungu, asiende kulingana vile Mungu anataka. Kama unataka kusonga hatua, you must plant a seed. I'm thinking that because I know what I'm telling you. You must plant it. If you want something to happen good in your life, you must plant it by your own hands. Bwana asifiwe. Unaona Isaka, I'm just giving you for introduction to Isaka. Isaka kinafanyika kwamba anajaribu kuangalia yenye babake alikuwa anafanya. Bwana asifiwe. Babake alikuwa mtu maskini. You tell me kwa Biblia kutoka kizazi cha Ibrahimu yule mtu amebaki maskini mpaka sasa. Nobody. Lakini Biblia inasema kwamba tutakuwa warithi pamoja. Pamoja na nani? Na Ibrahimu baba yetu. Bwana asifiwe. So ukipata fulani anatembelea kwa mguu na wewe unatembelea kwa ndege, it doesn't mean you are far from him, but there's different thing. You don't know the way you planted. Bwana asifiwe. The way you plant is the way give you another something that you can do. Bwana asifiwe. So napata kwamba Isaka alipofika pale alikumbuka visima. Na kitu ambacho kilikuja kwa akili yake ni kwamba if I do this, I must first of all plant a seed so that this one can make me to move forward. Bwana asifiwe. Mtu akasema kwamba ukitaka Mungu akusaidie ukiwa una meno, mkumbuke kama unayo. Bwana asifiwe. Unajua vile kiboko anakula kweli. Yaani kuulize swali. Ushaona mzee kabisa mwenye ana meno sele nakula? Hata kutamuka kwa lugha nyingine ile hatuwezi jua, lakini kwetu tunaweza jua vizuri. Anafanya nini? Bwana asifiwe. Usio kama mimi mwenye sijui lugha yako. Afadhali ujue hii lugha yako because inafika mahali unauliza, wewe ni wa kwetu kweli? Haiko kwa Biblia. Kuna mtu aliuliza, wewe ni wa kwetu? Akasema ndio. Haya, tamka ile neno kwa Kiisraeli. Akatamka makosa. So hii lugha si ati imekuja leo, ilikuweko tu. Bwana asifiwe. So wakati unasikia makabila 12 they were there. Bwana asifiwe. So tunapata kwamba huyu mtu akawa tajiri, akawa mtu wa kusonga mbele. Na akawa na mifugo mingi sana, na akawa na watumishi. Bwana asifiwe. Servants, those people who work for you. Bwana asifiwe. Akawa nao wengi sana. Alipokuwa nao akinafanyika kwamba kukawa na a lot of enemies. Bwana asifiwe. I'm telling you, once you know what you're doing, don't think you'll sleep without mtu kudunga hata kijiti. Mtu nimefurahi asubuhi mtu akiba akasema ukiona mti kilingo mawe kuna matunda. Kama hakuna matunda hii mtu hakuna siku italingwa mawe. Kama unishi karibu na miti hazina matunda, usiexpect mabati yako kugongwa. Utaisikia. Bwana asifiwe. Lakini kama kuna matunda lazima mawe ifanye igongwe. Sasa unapata kwamba mtu akaendelea kuwa tajiri. Na Wafilisti nao walikuweko tu. Philistines they were there to disguise, to make sure kwamba this person is not doing what God wants him to do. Bwana asifiwe. Hiyo visima alikuwa anachimbia nani? Mfugo wake. So kama ungekuwa Israeli, au ungekunywa maji ya visima? Sasa sikiza, wakati wote umetengeneza maji inauzia nani? Does it sell to itself? It sell to the people. Bwana asifiwe. So sisi tunafanya water resources ya Kenya inaongezeka. Bwana asifiwe. Sasa kama hatutanunua maji yao, basi sasa useme kama nchi kama Uganda imesupply maji hapa, sasa tutumie ya Kenya, ile idara ya maji itafanya nini? Itabaki bila pesa. Bwana asifiwe. But iko na pesa sababu gani? Ilichimba yenyewe. Bwana asifiwe. They planted. Bwana asifiwe. Hata Kenya Power tunatumia hii. They planted. Walianza kusema tutapataje vile stima inatoka hapa? Tutapataje vile tutasupplyia watu stima? Bwana asifiwe. Ndio wakaunda waya, wakafanya nini? Wakasema sasa tutafanya hivi ndio stima ifikie watu. That's why you are getting that power. Because they planted it. Bwana asifiwe. But there's somebody who started it. Kuna mtu alianza.
Hii stima kuna mtu alitengeneza. Na huyu mtu alitengeneza stima is no longer there. That's why these people are reviving those things about they were there. Bwana sifiwe. So visima ambayo Isaka anachimba, ana revive. Bwana sifiwe. Anything you see somebody telling you revive, repent. It means those things were there but they're not working. Bwana sifiwe. Anakwambia rejea. Bwana sifiwe. So Isaka alipokuwa anachimba visima, kitu kilifanyika ni kwamba aliangana kufungua visima vya baba yake. Lakini alipokuwa anachimba kulikuwa na Wafilisti, wapingamizi. Those people who are not ready to go with you. Those people who are not ready to work with you. Those people are not ready to submit, to do according to the will of God. Bwana sifiwe. Hata unapata kwamba they will stand against you. They will tell you, my brother, my sister, what you are doing, where you are going, there is no way. Bwana sifiwe. Sasa Isaka akang'ang'ana sana. You might want, there is no but to tell you this direction, follow this way. Unang'ang'ana mpaka utafute njia. Bwana sifiwe. Mtu akasema kwamba ukipotea njia ndio kujua njia. Bwana sifiwe. Ngapi alikuja Nairobi hawakupotea njia? Wangapi hawakupotea njia wakati walikuja Nairobi? Ndio kwa sababu hujui njia. Ungekuwa umepotea kama mimi ungejua. Mimi siku moja nimeshuka Nairobi nikapata buildings sikuona. So maji kamulika huko sioni penye nitaenda. Nilipotea 2 hours. Bwana sifiwe. Na hakuna mtu apigie simu anipe direction. Because sikujua mtu wote wakati huo. I was just alone with my wife. Tukizunguka Nairobi tukitafuta direction. Because tulipotea njia. Lakini upata kujua the same place I used to come and buy things ndio pale nazunguka tu. Si ati kuna nimetoka pale but imekuwa upside down. Nikiangalia huku sio kule na huku sio kule, nitaka niende huku kumbe naenda opposite. Bwana sifiwe. So kama ulikuja Nairobi huku potea njia, ndio kwa sababu nikikuuliza mahali fulani Nairobi you not tell me. Bwana sifiwe. So Isaka alipochimba visima, nataka tuangalie mstari naruka kidogo because of time. Verse 15. Now all the words which his father's servant had done in the days of Abraham his father, the Philistines had closed and filled with the earth. And the Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we are. Go away from us. Bwana sifiwe. Toka kwetu. Umeja somebody can tell you toka kwetu without knowing. Bwana sifiwe. Ukiangalia huyu mtu ambaye Biblia inasema kwamba Isaka alikuwa mtu mkubwa. Mtu ambaye ana heshima yake. Bwana sifiwe. Kwa sababu kulikuwa na ile wealthy, ile utajiri ambao Mungu alikuwa amempatia. Na alikuwa amepanuka every now and then. Na ikawa kwamba wakati anaonekana kupanuka ndiye anaudhi wa Filisti. Bwana sifiwe. So akamwambia toka kwetu. Go away from us. You are greater than us. Bwana sifiwe. So alipojaribu kufufua zile kuonekana ni ngumu. Alafu kitu fanyika kwamba verse 17. So Isaac went away from there and pitched his tent in the valley of Gera and dwelt there. Bwana sifiwe. Akafika mahali panaitwa Gera na akadumu pale. Alipodumu pale akaanza kutafuta vile tajimba kisima. If you have a vision, nobody can close your vision. Bwana sifiwe. Kama una that vision and you planted a seed, nobody can close it. Bwana sifiwe. Mtu akasema kwamba mbeba maono afi. Lazima atimie. Bwana sifiwe. Kama umebeba that vision of digging the wells to make sure the church is moving forward, to make sure people are doing according to what God wants, it will never fail. Bwana sifiwe. You will never fail. Even if the devil comes with the old thing that he has. Umejua the devil comes with the old machineries. Anakuja anasema kwamba my sister, you believe in the Lord. I want to test you. Bwana sifiwe. And I want to test you. So Isaac was tested. Bwana sifiwe. First of all, he was tested. He planted a seed, but he was tested to see if he can move forward. Bwana sifiwe. Kama anaweza songa mbele. So unapata kwamba Isaac alipoenda pale Gera na katika shina la Gera na kadumu pale. Verse 18. And Isaac just happy for our children
They are really doing well. Praise God. And I believe God is really taking them far and higher in all the levels that are required. Praise the name of the living God. So let us just believe as we pray for them. Baba wetu uliye mbinguni, tunakuinua, tunasema ni asante. Watoto wetu Baba tunawakabidhi mikononi mwako. Mungu wa mfalme wa amani, tunaliinua jina lako, tunasema Bwana ni asante. Imefika wakati ambapo mfalme, mwana wa Mungu Baba, wameweza kutoa ibada yao katika madhabahu hii. Baba, nasi tunaomba ya kuwa kwa sababu ya kazi ambayo unaitekeleza Baba ndani mwao, Yesu ukawakumbuke Baba kila wakati, ukaweze kuwatangulia Baba ndani ya maisha yao, na hata mfalme uwapatie favor yako Baba juu ya maisha yao. Wacha grace yako Baba ishi pamoja nao. Kila aina udhaifu, magonjwa, confusion, kuandama maisha yao tunakemea kwa jina la Yesu na ikapate kushindwa. Baba wa ajabu, ukawatunze na kuwalea kwa sababu wewe ni Mungu. Watoto wetu ambao hawajafika hapa tunawakumbuka Baba, hata ukanyoshe mkono wako Baba juu ya maisha yao. Wacha hata nao wainuliwe na hata wabarikiwe. Msimu huu wa Krismasi utawaficha Baba kwa mabawa yako. Wataona utukufu wako, watafurahi na kuliinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu. Mfalme wa majeshi Baba, tumesema ni asante. Wacha mfalme ukatende mambo makuu. Bariki hata wazazi wao wanapoendelea kuwalea, wapate hekima mfalme ya kuwalea katika neno lako. Asante kwa maana umeweza kutenda. Ni kwa jina kule Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tutapia watoto wetu makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Tunabarikiwa na watoto kwa poem, si kwa nyimbo, sio kwa presentation, si kwa usafi, Bwana asifiwe. Wako. Kwa hivyo nataka nilisema tusiwe wepesi kuketi chini. Ukiwa unakaa karibu na mtu alafu unaketi chini. Bwana asifiwe. Kwani tumechoka sana? Let me ask you. We've been in a long race. Wale ambao tulikuwa tunakimbia shuleni. Wangapi walikuwa wanakimbia shuleni? Mimi nilikuwa nakimbia short races. Bwana asifiwe. Amen. So all the time umeambiwa wewe ndio karibu unaelekea ukingoni na unaanguka chini. When all the gold is coming for you. Bwana asifiwe. We've been running, but God has made us to be here today. So the Lord has said that today it is our day. We will rejoice, tutashangilia, tutafurahia, itakuwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kurukia Bwana leo? Wako tayari kushangilia Bwana? Nipe shangwe na vigelegele. The final say.
Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nafikiri kwamba hatujafanya nini. Lakini kwa sababu wacha tuketi chini kwanza. Tuchukue nafasi tukaribisha wageni. Maana naona nyuso mpya. Ni nyuso ama uso? Nyuso. So ili mufti ama sanifu. Bwana Nikure, sama pako nyimbi, saya tobe, sama pako nyimbi.
Maana hakuna aliye kama wewe Jehova. Tunakupenda, tunakuheshimu, tunakutukuza. Nani kama wewe? Haulinganishi na chochote. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, we want to thank you, my Lord, oh Father, this afternoon. shukuru kwa mchana wa leo. This is your time that, Lord, may you release your spirit, oh Father, to minister to our Ni souls. wakati wa kuachilia roho wako juu ya nafsi zetu. Father, we want you to uplift us and guide us, oh Jesus Christ. Tuwe na tuongoze We katika want jina la you to Yesu. bless us, oh my Hata Father. tubariki katika We jina la want you Yesu. to heal us, oh Jesus Hata Christ. tuponye katika jina la May Yesu. you release your will, oh Father, into our souls. Wachilia roho wako juu ya nafsi zetu. That we may do according, oh Father, to how you have planned it, oh my Lord. Na kwamba tukafanya kulingana na mapenzi hii umepanga. Let your word, oh Father, be the food of our souls, oh Father, this moment. Wacha neno lako likawe chakula cha nafsi zetu kwa wakati huu. Thank you and exalt you high, our Father, Tunakuinua, tunakushukuru juu because you sana. are our God. Kwa sababu ni Mungu wetu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. May you release your wisdom and knowledge Waachilie ukaachilie hekima yako na maarifa. as you speak to us, that we may understand whatever you are speaking to us. Unaponena nasi tukafahamu kila ambacho unasema In nasi. Jesus' mighty name I pray. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. I appreciate Jesus. Katika Yesu nakupia sifa. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. I want to appreciate Nataka kushukuru the Church of the Great Commission kanisa la mamlaka kuu for the grace that God has given you. kwa neema ambayo Mungu amewapatia. Things are not easy, but God is taking us far. Kwamba vitu haviko rahisi lakini Mungu anatupeleka mbali. So I want to thank you that last Sunday we were able to visit the orphanage. Nataka kushukuru Jumapili iliyopita tulikuwa na uwezo wa kufikia mayatima. It was glory to God. Ulikuwa na utukufu kwa Mungu. Praise the name of the living God. Jina la Bwana barikiwe. Hallelujah. Haleluya. God willing, if God is really going to give us more chances or to give us more grace of visiting the orphanage, shall be our happiness. Ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu kama Mungu anatumpa fursa ya kutembelea mayatima tena itakuwa ni furaha yetu. So I want to appreciate anyone who contributed anything towards those things that we delivered to the orphanage. Ya kwamba nataka kushukuru yeyote ambaye alihusika kwa kutoa kila ambacho kipeleka kule kwa mayatima. May the Lord bless you abundantly and give you more 100,000 folds in your life. Na kwamba Mungu akakuongeze na kumpa mara 100 katika maisha yako. Can you say amen? Na wewe sema amina. Don't you want it back 1,000 folds? Ama utaki mara 100. Amen. Praise the name of the living Jina God. la Bwana barikiwe. Hallelujah. Haleluya. And also we had said that we will be blessing one church in Busia. Hata tusema pia kwamba tabariki kanisa lingine kule Busia. And I think today we were supposed to say it last Sunday so that today people could have brought some things. Ikihitajika tuseme Jumapili iliyopita ndio watu wangalete hizo vitu But inahitajika. because we are having tomorrow, please, Kwa sababu tuko na kesho because we tafadhali. don't have any other time, Kwa sababu hatuna wakati mwingine. so you can come with those things you have already bought. Ndio utakuja na hizo vitu ambavyo tayari umevinunua. Maybe you have a dress that you are not using. Pengine kuna nguo ambayo hutumii. You have 3 or more or 5 blankets, Pengine uko na blanketi 1 mpaka 4. sheets, or even you can even buy books Hata unaweza nunua vitabu, and even pens, hata kalamu. because when we will be distributing to that church, we want to be a blessing to all the people. Kwa sababu tutakuwa tukigawia kanisa, nataka tuwe baraka kwa kila mtu. Praise the name of the living Jina God. Bwana barikiwe. And maybe for those who will have time, Na kwa wale ambao watakuwa na wakati, we shall give them chance just to take those things to that church. We shall not give them at
at the festival in Busia. Hatutapatia wakiwa katika We want to give them when they are in their own church. tutakuwapatia wakati wako ndani ya kanisa lao. So I will select the few who will be able to remain and go and visit that church, Nitachagua wachache ambao wataenda kule, watabaki kwenda kupeleka kwenye kanisa, so that they can represent us and distribute the things God would have given us to deliver in that church. ili wakutuwakilishe na kupatiana vitu ambavyo Mungu ametupatia kupatia ile kanisa. Praise the name of the living God. Jina la Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Are we going to bring those things? Naenda kuleta hizo vitu. Hallelujah. Hallelujah. So let us come with them tomorrow. Wacha tukuje nazo kesho. In this case, so that we can plan, put them together and plan how we shall travel with those things. Ya kwamba tuzilete kesho kwa mkesha na tupange jinsi tutakavyopeleka hizo vitu. So just come with anything you're not using. You're not using a sufuria, you're not using a cup. Anything in the house that you see this mother who is called a widow can use in her house. Ya kwamba ujiona kile ambacho hutumii sufuria, sahani, kikombe. Ya kwamba ule mama ambaye ni mjane apate kutumia hizo vitu. Don't say that I don't have anything. Useme sina kitu. Just pick one of your things in the house, Chukua tu mmoja wapo wa vitu ndani ya nyumba yako. because it is now going to take us another mile. Kwa sababu itatupeleka katika maili nyingine. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. You never knew since last year, December, you never knew that you will be here. Ya kwamba tangu mwaka jana Disemba hukujua utakuwa hapa. But after doing your course, Lakini baada ya kufanya majukumu yako then God picked from there. na Mungu akachukulia hapa. And He has done what He's supposed to do. Amefanya kile kinachojika And that is kufanya. why you are here. Ndio kwa sababu uko mahali hapa. Again, I'm asking you, Tena nauliza. let us do our course. Wacha tufanye mkondo wetu. You never know where you'll be next year by the time like this. Hautajua mahali utakuwa mwaka ujao mwezi wa 12 kama huu. You never know how the glory of God will descend on your life. Hautajua wakati utukufu wa Mungu utapaa juu ya maisha yako. Because you'll be glittering beauty. Kwa sababu utakuwa unafanana mrembo. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. So tomorrow we have Kesha here. Kesho tuko na mkesha. Have you invited a friend? Je, umekaribisha mgeni na rafiki yako? It shall be a very powerful Kesha. Itakuwa mkesha wa nguvu sana. Praise God. Bwana asifiwe. Because that is what I've been praying for, and I'm praying for more breakthrough, that the Lord should do something more exceeding our understanding. Hiyo ndio kitu nilikuwa naombea na niomba mtiririko kwamba Mungu akafanye zaidi kulingana zaidi ya mawazo yetu. I also want to thank the parents of the kids that have been in my home. Nataka kushukuru hata wazazi wale watoto ambao wamekuwa katika nyumba yangu. Thank you because you trust me, and we have been with your children. They are really good children. Na kwamba mlimdhamini na nimekuwa na watoto wenyu na ni kweli ni watoto wazuri. We have been working just to serve God. Kwa tunafanya kazi kuu ili kumtumikia Mungu. And I think we have been working on finals. Kwa sababu naamini kwamba tulikuwa tunafanyia katika tamati. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. So today you are free. If you want your child, you can take your child, but remember your child must be in Busia. Ya kwamba uko huru kuchukua mtoto wako, lakini kumbuka kwamba mtoto wako lazima kuwe kule Busia. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. It was fun for them Ilikuwa ni furaha kwao, and also fun to me. hata ilikuwa ni furaha kwangu. And it was really good to serve God with the little ones. Ilikuwa ni nzuri sana kutumikia Mungu pamoja na wadogo wetu. I really felt like during those time when I was born again, Nilihisi ya kwamba ni kama zile nyakati nilikuwa nimezaliwa mara ya pili. because I just became a kid like them. Kwa sababu nilikuwa tu mtoto kama wao. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. That is why you see they can laugh with me, they can walk with me without fear. Unaona ndio kwa sababu unaona wanacheka na mimi, wanatembea na mimi pasipo na hofu. Because long ago they used to fear me. Lakini kule nyuma yao walikuwa wananiogopa. They thought that maybe I will kill them. Nalifikiria kwamba nitawapiga. But I only kill those that are misbehaving. Nilipiga tu wale viboko wale ambao walikuwa wanafanya kinyume. Because I told them, if your father and your mother has not killed you at home,
Niliwaambia kama mamako babako haja If kupiga you kule nyumbani. misbehave here, Hapo ukifanya makosa, I will cane you. nitakupiga kiboko. And they were very good. Na walikuwa wazuri. Praise the name of the living Jina God. Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. So I could walk with them without fear. I was really happy just having them. Nilitembea nao pasipo na uoga na nilikuwa na furaha kuwa nao. I just feel like continuing to live together with these children. Na hisi kuendelea kukaa nao. It is a good experience. Ni mpito mzuri. Hallelujah. Bwana sifiwe. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. So we are going to Busia. Kwa hivyo tunaenda Busia. And we need the money today. Tunahitaji pesa leo. So you just come with the money that you are told to bring, Tafadhali kuja na pesa ambazo uliambiwa kuleta, so that we can arrange and hire one of the vehicle that will just come to take us from here from the church. na kwamba ndio mmoja wapo tuabiri gari ambayo tutakuja kutoa hapa kutokea hapa kanisani. But for those who are planned that are going by their own means, maybe you'll just give us whatever we planned. Na kwamba wale ambao wameamua kwamba tenda kwa njia ya kutumia njia yao wenyewe, lakini tunaomba kwamba upatiane kile ambacho tulipangilia. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Because some of us we are going early, Kwa sababu wengine wetu tunaenda mapema, but for those who will be remaining behind, lakini kwa wale ambao watasalia nyuma, we will want them by 31st in the morning. tungetaka kama tarehe 31 asubuhi, Starting 6, the vehicle would have started the journey. kuanzia saa 12 gari itakuwa imeanza safari. Because we shall just kesha, and the following day in the evening fast, we shall come back. Na kwamba tutafanya mkesha kule asubuhi, na tarehe mosi kuanzia jioni tutakuwa tukirejea Nairobi. Because we cannot hire on 30th, the vehicle 30th, 31st and fast. Hatuwezi chukua gari kwa siku zote kama 31 mpaka tarehe It moja. will be expensive for you. Itakuwa gharama kwako. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. So we would like just to use this vehicle on 31st. Nitaki kutumia gari tarehe 31. So if this vehicle will be starting the journey by 6, Kama ile gari litaanza safari kuanzia saa 12, then you shall just get lunch or lunch in Busia. hapo pengine utapata maakuli ya mchana kule Busia. Hallelujah. Haleluya. Hope God has prepared you spiritually, physically, very well. Naamini ya kwamba Mungu amekuandaa kiroho na katika hali ya kimwili. So are we going to Busia? Haya, kwa hivyo tunaenda Busia. I'm asking you, are we going? Nauliza, tunaenda Busia? Praise God. Bwana asifiwe. I don't want to go and leave the people behind. Sitaki kwenda na kuacha watu nyuma. And you start bringing some excuse. Na uanze kuleta vijisababu. I require all of us to be in Busia. Nahitaji sisi wote kuwa kule Busia. I don't want you to fail me here in Nairobi. Sitaki mniaibisha ama kuniangusha hapa Nairobi. Praise God. Bwana asifiwe. We have been planning since January, Tumepanga kutoka Januari. and I hope it is in our plans. Natumaini kwamba iko katika mipangilio yetu. Because maybe Nairobi, you will be representing Nairobi. Pengine Nairobi utakuwa ukiwakilisha. Because we have 3 churches in Nairobi. Sababu tuko na makanisa 3 hapa I've Nairobi. been making the follow-up, Nilikuwa nafuata mfuatilio. but I feel like the Great Commission is the only that is prepared. Naamini kwamba kanisa la mamlaka kuu ndio imejitayarisha. So let us go and represent Nairobi. Wacha twende na tuwakilishe Nairobi. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Merry Christmas. Merry Christmas. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now today, I just want to go back to this season. Nataka kurejea nyuma kwa majira haya. The season whereby the child was born.
majira ambayo mwana alizaliwa. Praise the name of the living God. Jina la Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. How are you prepared for the Christmas? Umejitayarisha jinsi gani kwa msimu wa Krismasi? Have you invited your brother, your sister? Umekaribisha ndugu yako, dada yako? Has anyone invited someone? Kuna mtu amealika mtu? Or do you want to eat alone? Unataka kula peke yako? Or are you invited? Let me ask so. Ama umealikwa mahali? Are you the inviter or the invited? Wewe ni mwalikwa ama umaalikwa? People are not invited. Watu wajalikwa. And people have not invited. Watu wajalikwa. Me, I just come even if you have not invited me. Nitakuja tu hata kama hujanikaribisha. You just see me on your door. Utaniona kwa mlango wako. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. It is well when people are celebrating. It is well to come together. Ni vizuri wakati watu wanasherehekea ama kukuja pamoja. Hallelujah. Hallelujah. I love my children because recently they asked me, Abraham and Jesus, who is older? Kwamba napenda watoto wangu kwa sababu siku moja wameniuliza juzi kwamba Ibrahimu na Yesu nani mwenye umri mkubwa? Because we have heard that Abraham is our father. Tumesikia kwamba Ibrahimu ni baba yetu. Jesus is mambo yote. Na Yesu is everything. Now who is older than another? Sasa nani mzee kuliko mwingine? Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Jesus was just born recently and Adam was there. Abraham was there before. Ya kwamba Yesu amezaliwa juzi lakini Ibrahimu alikuwa kwa kutoka kitambo. But there is an argument that says that Jesus sometimes is older than Abraham. Lakini kuna mazungumzo ambayo anasema kwamba Yesu ni mkuu sana kuliko ana umri mkubwa sana kuliko Ibrahimu. Can you answer that question? Unaweza jibu hiyo swali? Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. That Abraham was written in the book of Genesis. Ibrahimu alinakiliwa katika kitabu cha Mwanzo. But Jesus is just written in the New Testament book. Lakini Yesu ameandikwa katika kitabu Agano Jipya. Now who is older than another? Sasa nani mzee kuliko mwingine? It is a very tricky question. Ni swali ambalo la kuchanganya sana. It is like asking that you and your grandfather who is older than another. Ni kuuliza kwamba wewe na nyanya yako nani mkubwa kuliko mwingine? Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So I thank God because they were asking this question at the right time. Nishukuru kwa sababu waliuliza hili swali kwa wakati ufaao. When people, most of the time we talk about Jesus as a baby. Wakati mwingine wakati watu wanaongea kuhusu Yesu kama mtoto. Jesus is to be born. Kwamba Yesu atazaliwa. Praise the name of the living God. Bwana barikiwe. And when he is born in us, wakati atazaliwa ndani yetu, something new starts happening into our souls. Kitu kipya kinaanza kufanyika ndani ya nafsi zetu. But why is Jesus being reborn? Every Christmas is reborn. Kwa nini Yesu anazaliwa kila wakati, msimu wote wa Krismasi anazaliwa? That means that every Christmas that Jesus is a child, and at every April Jesus is an old man. Ya kwamba katika msimu wa Krismasi mwezi wa 12 kila wakati Yesu ni mtoto, na wakati mwezi wa 4 kila wakati Yesu ni mtu mkubwa. Now we come to find out that in the book of Genesis, kupata katika maandiko katika kitabu we find that man sinned before God. Napata kwamba mwanadamu alifanya dhambi mbele za Mungu. And God started planning on how he is going to bring salvation to the womankind. Na Mungu akaanza kufanya mipango jinsi ataleta wokovu katika ubinadamu. And God saw the future. Na Mungu akaona siku za usoni. God saw even today. Mungu aliona hata leo. God even saw you today. Hata Mungu alikuona wewe leo. In the future. Katika usoni. And he was looking for a person that can bring salvation to the whole world. Na alikuwa anatafuta mtu ambaye anaweza kuleta wokovu katika ulimwengu mzima. And God found out that there is no man who can bring salvation. Na Mungu akapata kwamba hakuna yeyote anaweza leta wokovu. So they sat down as God in Trinity. Alikaa chini pamoja na huyu Mungu wa utatu. And they decided, how can we bring back man in our life? Wakaamua kwamba tutafanyaje tupate tulete mwanadamu ndani ya maisha yetu. So God the Father said, Mungu Baba akasema, as God the Son,
kama Mungu Mwana. I will represent myself as God the Son. Nitajiwakilisha kama Mungu Mwana. And I will go back into the world. Na nitenda ndani ya ulimwengu. So that I may bring salvation. Kwa hivyo sasa nikalete wokovu to my people. Kwa watu wangu. Praise the name of the living Jina Bwana barikiwe. This salvation was only taken away from us after we had sinned in the Garden of Eden. Hii wokovu ilitolewa tu wakati tulifanya dhambi katika shamba la Edeni. But Jesus has brought it back. Lakini Yesu ameurejesha. No prophet, no pastor, no evangelist, no anybody could have brought this salvation. Hakuna mwinjilisti, hakuna mitume, hakuna nabii, hakuna yeyote angeleta hiyo wokovu. When God looked into the future, wakati Mungu aliangalia siku He saw many prophets. Aliona manabii wengi. He saw many pastors. Aliona wachungaji wengi. wengi. He saw many evangelists. Aliona wainjilisti wengi. But He never found anyone that could bring salvation to the people. Hakupata yeyote ambaye analeta wokovu katika ulimwengu. And that is why He chose from Himself. Ndio kwa sababu akachagulia yeye. I have to go to my children myself. Nitamuendea watoto wangu mimi mwenyewe. So He became God the Son. Akakuja akakuwa Mungu Mwana. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. It is the same question that the Pharisees asked Jesus. Ni swali lile sawia na ile swali ya Mafarisayo walimuuliza Yesu. That you see, you are there, even you, our father Abraham knows you. Ya kwamba ulisema ulikuwa pale, hata baba yetu Ibrahimu anakujua. Do you mean that you are older than Abraham? Inamaanisha kwamba wewe ni mzee sana kuliko Ibrahimu. And he said that even your grandfather Abraham knew me. Ya kwamba hata babu yenu Ibrahimu alinijua. Before he was there, I was there. Kabla yeye mimi nilikuwepo. So there is no way Jesus was a kid. Hakuna njia ambayo Yesu angekuwa mtoto. Jesus is more older than Adam. Yesu ni mkubwa sana kuliko Adamu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. But He is renewed every time. Lakini anabadilishwa We kila seek siku. and worship Him. Tunamtafuta na kumwabudu. That is sometimes when we call baby Jesus. Ndio wakati mwingine tunaita mwana Yesu. But we call Him our Father. Lakini tunamuita baba yetu. When we call Him Son. Unapomuita mwana. You see, Jesus has so many names. Unaona Yesu ana majina mengi. You can call Him a baby. Unaweza muita mtoto. You can call Him a son. Unaweza muita mwana. And He is still the Father. Lakini angali baba. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Praise God. Bwana asifiwe. I love my children because they have really been studying a lot with me. Kwa napenda watoto kwa sababu wamekuwa sana wakisoma pamoja. Because they also asked me a question before I start preaching. Waliniuliza swali kabla nianze kuhubiri. If pastor you are saying that Jesus and God are the same. Kama mchungaji anasema ya kwamba Yesu na Mungu ni sawa. Then why is it that we have the Father and we have the Son? Kwa nini sasa tuko na mwana na tuko na baba? It means these are two different people. Na maanisha ni watu wawili aina tofauti. Have you ever asked yourself that question? Ushawahi jiuliza swali kama hilo? I remember there is a time when I taught about the Trinity. Nakumbuka kuna wakati nilifunza kuhusu utatu. Praise the name of the living God. Jina Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ukichukua maji kwa ndoo. Ukichukua maji ujaze kwa ndoo. Alafu uchukue kikombe, si ndio? Uchukue kikombe na uchote tena maji kwa ndoo ijae na uache hiyo kikombe. Sasa nataka nikuulize, hii kikombe iko ndani ya maji, si ndio? Na ndoo imebeba maji. Ndoo iko na na pia kikombe iko na na kikombe iko ndani ya Sasa tunakuja katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 14 ambayo inasema kuwa mimi niko ndani mwa Baba na Baba amo ndani mwangu. Kama umeniona umemwona Bwana apewe sifa. Praise the Lord. That is what Jesus was meaning. Ndio kile Yesu alimaanisha. The whole water, maji yote is one thing. Ni kitu kimoja. It is in the bucket. Iko ndani ya and it is in the cup. Na iko katika kikombe. So God just took part of him. Mungu alichukua kipande fulani kutoka kwake. Jesus is one part of the Trinity of God. Yesu ni upande mmoja wa utatu wa Mungu. And that is why he says, I am in my Father and my Father is in me. Ndio kwa sababu anasema kwamba niko ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Sasa hii kikombe iko ndani ya maji. And this cup is in the water.
na maji iko ndani ya and kikombe. the water is in the cup. And the same water iko ndani ya Na bagi. maji yako bado katika katika ile ndoo. So the water is everywhere. Kwa hivyo maji iko kila mahali. The water is now God. Maji sasa ni Mungu. If it is in the cup and it is in the bucket, then it is water. Kama iko ndani ya ndoo na iko ndani ya kikombe, basi ni maji. It is only that it has been separated. Ingine imeshikiliwa iko ndani ya kikombe na ingine iko ndani ya ndoo. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Nimekuwa na kazi. Hata watu wazima wanisumbuagi hivyo. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Hawa wakikuja tunaongea tu kidogo, tunaongea maendeleo ya kanisa na tunaenda nyumbani. But no questions. Hawana maswali. Praise the name of the living God. Bwana barikiwe. Hallelujah. Hallelujah. But I thank my kids because wanafanya bongo inachemuka. Wanafanya hivyo kufurahisha. Praise the name of the living God. Amen. Let us open our books in the book of Matthew. Kitabu cha Mathayo. Amen. Matthew chapter 1. Today we just want to go slow by slow so that we may understand the promises of God about Jesus. Leo tutakwenda unyo kwa unyo, pole pole, tukapata kuelewa kuhusu Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Kama uko hapo sema amen. If you are there, say amen. Another one should open the book of Isaiah. Mwingine afungua kitabu cha Isaya. Isaiah chapter 6. Isaya mlango wa 6. Kuanzia mstari wa 10. From verse 10. Kuanzia mstari wa 10. And chapter 9. Same Isaiah.